Basi niseme tu kwamba viongozi wa dini kwa mwaka huu tuna jukumu kubwa zaidi. Jukumu la kuielimisha jamii. Jukumu la kutoa nasaha kwa jamii yetu, ili sote tunapokwenda kushiriki uchaguzi mkuu pale mwezi Oktoba, basi nchi yetu iingie katika uchaguzi ikiwa katika hali ya salama kabisa, na kuvuka uchaguzi tukiwa katika hali ya salama. Sote ni mashahidi kuwa wakati wa harakati za uchaguzi huwa joto la kisiasa linapanda. Joto lile la kisiasa lisiporatibiwa vizuri katika mataifa mengine husababisha machafuko, uvunjifu wa amani, na kwa bahati mbaya sana husababisha pia hata watu wengine kupoteza maisha. Nikuombeeni viongozi wa dini katika mkoa wa Mara, nyote kwa nafasi zenu, pale mnapoona joto hilo linapanda, basi na nyie mumkemee pepo huyo mchafu ambaye kwa namna moja ama nyingine akiendelea kupanda huenda akasababisha machafuko yasiyo ya lazima katika jamii yetu. Sasa ninajua jukumu hilo si jepesi, kwani nanyi mtaniambia kwamba nanyi ni sehemu ya jamii, na ninyi pia mwaweza kupandwa na homa hiyo. Sasa nikuombeni tu, homa hiyo ikiwapanda, basi muikontrol, mtumie paracetamol vizuri, mlikemee kama ni pepo lishuke, na lisiwapande kichwani mkaingia kwenye nyumba za ibada, badala ya kuhubiri amani na mshikamano mkahubiri yasiyofaa. Tuendelee kwa namna ambavyo tumekuwa tukienenda katika miaka yote. Sanjari na hilo, nikuombeni pia muendelee kuweka mkoa wetu katika maombi, kwani sote ni mashahidi. Siku si nyingi zilizopita, mkoa wetu hususani manispaa ya Msoma tulipata kadhia ambayo si nzuri. Bado hata tunavyozungumza tunaendelea kukabiliana na maafa yaliyosababishwa na janga lile. Sasa nikuombeni upeleke mkoa wetu mbele ya Mwenyezi Mungu kwa maombi, ili tunapopata baraka hii ya mvua iwe basi ni mvua ya kiasi, yenye kuleta baraka na neema kwenye jamii yetu, na si hasara. Nilikuwa nikimtizama sana Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Msoma tangu alipoingia. Alichokuwa ananiambia ni hali ya hewa. Akipulizwa koti likapepea anashtuka, ananiambia, mkuu, hii itakuwa salama kweli? Akicheki hivi ananiambia, yaweza ondoa na mahema yako haya. Nikamwambia,
mvua haitanyesha mpaka tumekula wote, alafu itakuja itapooza tu kidogo pa kuanzia saa 2 pale, na itanyesha mvua ya amani na utulivu, kwa sababu tuko hapa na viongozi wa dini, nanyi ni mashahidi. Tumepata baraka hiyo, baraka ya kiasi, imepooza mahali hapa. Ni imani yangu kabisa ni kwa sababu ya uwepo wenu viongozi wa dini. Kwa hiyo nikutoe hofu, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, uko salama leo, utalala vizuri. Viongozi wa dini wameshafanya ya kwao, na kama ikitokea ikanyesha, basi ujue miongoni mwetu humu yupo ambaye amekuja kutibua dua hizo, kwa sababu tumevaa vazi hili sote tunapendeza, lakini wengine huenda wakawa wamejificha kwenye vazi hili. Nimemwangalia RPC pale, sikumtambua. Na mshauri, nilikuwa nisema niwaombe kwa siku ya leo. Nimekuwa nikilisema mara kwa mara, na naomba niendelee kusisitiza. Naomba viongozi wa dini zote kwa nguvu zote na mbinu zote tuendelee kukemea mmomonyoko wa maadili, mmomonyoko wa maadili, hususan kwa vijana wetu na watoto wetu. Sote tu mashahidi kuwa watoto wetu, na wengine wanaita kizazi hiki Gen Z, Generation Z, baadhi yao wamekuwa wakiwa na changamoto ambayo binafsi siwalaumu watoto wale, si makosa yao. Makosa yako kwetu kama jamii ambao tulipaswa kuwalea. Jukumu la malezi ya watoto wetu hayo tumeliacha. Tumeachia mitandao ya kijamii. Sisemi kuwa mitandao ya kijamii ni mibaya, la hasha. Sisemi kuwa utandawazi ni mbaya, hapana, ni mzuri. Lakini kila kilicho chema wakati mwingine huambatana na chambulicho. Sasa yale makapi kwa bahati mbaya sana watoto wetu wengi ndio wanaondoka nayo. Tunaona tabia zisizofaa kwenye jamii yetu. Wanawake kuoana, wanaume vivyo hivyo, watoto kukosa maadili, mavazi yasiyopendeza. Nikuombeni viongozi wa dini kwa nguvu zote mkemee jambo hili na muielimishe jamii. Mimi hutumia maneno mengine, husema kwamba vita hii ya maadili ya watoto wetu inapiganwa na jeshi lote la jamii, lakini majemedari wanaoongoza mapambano hayo ni viongozi wa dini.
nyie mitandao ya kijamii, malezi ya watoto wetu, na kuombeni viongozi wa dini mtuongoze vema, ili basi kizazi chetu hiki kinachokuja kikue na kuenenda katika hali ya kumjua na kumheshimu Mwenyezi Mungu. Hilo lilikuwa jambo la pili. Jambo la tatu ambalo nimeona ni vema nikalifikisha kwenu wazee wangu usiku wa leo, kwa upande wa mkoa wa Mara, ni swala la elimu. Mwaka huu kidogo tulianza kwa kusuasua. Watoto waliokuwa wanapaswa kuripoti mashuleni hawakuitika ilivyopaswa. Kwa hiyo ilibidi tuanze kutumia dola kuhakikisha watoto wanaripoti shule na kuhakikisha shule na zenyewe ziko tayari kuwapokea. Tulifungua mwaka tukiwa nadhani na 60% ya form 1 walio kidato cha kwanza walio ripoti, 60%. Ilitushtua kidogo. Kati ya vijana 60,000 na ushe waliokuwa wamefaulu, karibu pungufu ya 20,000 walikuwa hawajaripoti. Tukatumia nguvu kuhakikisha vijana wale wanaenda. Sasa nikuombeni muendelee kutuhusia wazazi, tupende elimu na tuhakikishe vijana wetu wanapata elimu. Lakini sanjari na hilo, muwashauri wazazi pia kuchangia chakula cha watoto mashuleni. Imekuwa ni sababu mojawapo ya changamoto zinazofifisha ufaulu wa watoto katika shule zetu. Na kwa bahati mbaya, kuna watoto ambao hutembea umbali mrefu sana kwenda mashuleni. Nimeambiwa wengine hata kilomita 16. Na anashinda siku nzima ajala chochote. Ule mimi nauona ni ukatili. Kwa hiyo mtusaidie kuielimisha jamii, ili basi sote kwa pamoja tuone umuhimu wa watoto wetu wale kupata chakula shuleni, japo mlo mmoja kwa siku. Mwisho, lakini si kwa umuhimu, ili nimelitenganisha na lile la pili ili tusije tukachanganya. Nikuombeni kwa namna ya pekee kabisa, mkemee mila potofu. Mkoa wetu wa Mara umekuwa ni mkoa ambao kwa miaka ya nyuma haukuwa na sifa nzuri. Tumekuwa tukisemwa kwa mabaya mengi. Na mshukuru sana Mwenyezi Mungu, picha hiyo imebadilika kwa sasa. Lakini ili iendelee kudumu, ina maana jitihada zetu sote kama jamii ya Wanamara lazima ziendelee. Kwa hiyo nikuombeni sana mkemee mila potofu, zikiwa ni pamoja na ukeketaji, mila potofu ikiwa ni pamoja na kujichukulia sheria mkononi, ubabe ule usio wa msingi. Kuna wakati niliwahi kusema
watu walikuwa wakichukulia Mara kama, yani masuala ya ukatili na Mara vilikuwa vinaonekana ni kama ni one and the same. Hata mtu akimpiga mwenzake wanasema huyo katoka Mara. Kwa hiyo linaonekana ni jambo la kawaida mtu wa Mara kupiga wenzake. Hayo ni mambo yaliyopitwa na wakati kabisa. Zama tulizo nazo hizi ni za sayansi na teknolojia. Watu wanapambana kufanya maendeleo ya kisayansi. Profesa Muongo tunaye hapa. Ninamshukuru sana Profesa. Nimekuwa nikifuatilia shughuli zako kwa karibu. Profesa yuko mstari wa mbele kwenye swala la elimu. Nakushukuru sana. Elimu, akiamka elimu. Hawezi akakaa siku nzima hajaposti swala la shule, swala la walimu, ujenzi wa nini au mikakati. Kila siku ya Mungu. Nakushukuru sana Profesa. Na leo ni ushahidi pia. Ameleta wataalamu hawa wa elimu na waadhiri hawa kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, wamekuja kufanya tathmini ya elimu kwenye wilaya ya kwake. Asanteni sana. Simameni. Asanteni sana. Niliwaomba kwamba ule utafiti watakaoufanya watupatie kama mkoa, tuone kama tunaweza tukabenchmark ili tukanyanyua elimu ya mkoa wetu kwa ujumla. Hiyo ndio Mara tunayoitaka. Mara ya kutanguliza elimu, Mara ya kupanua ufahamu, Mara ya kupambana na maisha. Tumefika, mataifa ya wenzetu huko yamefika, watu binafsi ndio wanaenda kwenye sayari za juu huko sasa. Kina Elon Musk. Watu wanaenda sayari hizo. Sisi huku tunakanyaga matope. Tunazungumzia ubabe. Kuna wengine wanatembea huko vifua mbele wakihamasisha ukosefu wa amani. Wakihamasisha jamii kukengeuka. Karne hii tutafika kweli? Watu tunatakiwa tuachane na Mara hiyo. Mara hii ni mpya. Mara ya kufocus kwenye maendeleo. Kwa ni kuombeni sana viongozi wa kidini, mtusaidie kuielimisha jamii yetu, iachane na hulka hizo zilizopitwa na wakati. Tuenende na dunia ya sasa. Wenzetu wale waliotutangulia wanatembea kwa kasi kweli. Sisi tunapaswa kukimbia. Tukimbie japo tuweze kuwasogelea. Lakini badala ya kupiga mbio hizo za maendeleo, kuna wanaopiga mbio za kurudisha nyuma maendeleo. La mwisho, lakini si kwa umuhimu, Mheshimiwa DC anasema niseme mwisho kabisa. Mvua haitonyesha Mheshimiwa DC, usiwe na hofu. Viongozi wa kidini tunao. Imani yako isiwe haba. Kama maimamu wako hapa, imani ikawa haba, wakisogea kidogo itakuwaje Mheshimiwa DC? Unanitisha kidogo. Sasa msiseme nazungumza siasa, lakini ni jambo ambalo moyo wangu unawiwa ni kuambieni. Jamani, hatuna budi
kuijulisha jamii yetu. Kwanza sisi wenyewe tuelewe na tuijulishe jamii yetu ukweli. Sisi wengine tumepata bahati ya kutekeleza majukumu kwenye mataifa mbalimbali. Tumezunguka kwenye mataifa mbalimbali. Tumeona mataifa hayo. Tumeziona Sudani Kusini, tumeona Darfur huko, tumeona Kongo, wakati mwingine Somalia, wakati mwingine mataifa mengine yanayotuzunguka, nisingependa kuyataja yote. Tumeona. Kwa mtu ambaye hujapata nafasi hiyo, akija mtu akakwambia Tanzania hatuko vizuri, unaweza ukakubali tu, ukasikiliza, ukasema kweli labda Tanzania hatuko vizuri. Lakini ni kuhakikishieni Tanzania tuko vizuri kweli kweli. Serikali hii na alichokifanya Daktari Samia Suluhu Hassan, mama yetu huyu, ni jambo ambalo mataifa mengi yaliyotuzunguka yameshikwa na bumbuazi. Hawaelewi Tanzania inaendaje. Hawaelewi imekuwa kwaje Tanzania maendeleo yake yakawa hivi. Sasa hivi tumeshaanza kupokea watu wanaokuja Tanzania kwa matibabu. Wengine wanaita utalii wa matibabu. Wameshaanza. Mataifa yaliyotuzunguka wengi wameanza kuja. Ukiacha hilo, vyakula wengi, Tanzania ndio bread basket. Kuna mataifa ukipita huko, kila kitu ukitizama ni Tanzania. Kila kitu. Tofauti tu labda utakuta vitenge ndo vinatoka huko kuja kwetu. Lakini kama ni chakula chote tunawalisha. Sasa ukiangalia yaliyofanywa na serikali hii, SGR, watu wanaweza wakaona ni kama vimeota tu, havikumea. Ni jitihada kubwa za serikali. Bwawa la Mwalimu Nyerere, mahospitali haya yanayojengwa kila mahali. Kwenye mkoa wetu wa Mara tunayo hospitali hiyo kubwa hapo ya rufaa, ambayo mimi ninaitizama na nimekuwa nikiinadi serikalini huko kama hospitali muhimu, na ni hospitali maalum ya kanda. Sio ya mkoa, ni hospitali ya kanda. Kuna hospitali gani nyingine kubwa ya serikali ya rufaa kwenye kanda ya Ziwa? Ukiacha Chato kule. Na Chato haifikii hii hapa. Utaniambia Bugando. Bugando ni joint venture ile. Kuna wenzetu wazee wa dini na serikali. Ni ubia. Kwa hiyo unapozungumza hospitali ya serikali pase ya rufaa kwenye kanda hii kubwa, Mwalimu Nyerere hii hapa iko Mara. Chuo kikuu cha kilimo cha Mwalimu Nyerere pale Butiama. Kile chuo kinaenda kwa kasi, karibu watakamilisha. Kitakuwa miongoni mwa vyuo bora kabisa kwenye ukanda huu. Kiko kwetu hapa. Sasa ukiacha hayo, tizama miradi ya maji, miradi ya umeme, REA hizo, mashule, vituo vya afya, zahanati,
Kuna kituo kimoja cha afya wakati nimekuja mwanzoni pale, nienda kukitembelea kule Rorya. Vifaa nilivyoviona mle ndani ni vifaa vya kisasa ambavyo unavikuta kwenye hospitali kubwa kubwa duniani. Mimi niliwahi kusoma Marekani, na kuna siku nilipata kiungulia, sijui ilikuwa shida nini.